Bwana, hakuna ambaye hapendi maendeleo duniani. Kila mmoja anatamani kufanikiwa, kila mmoja anatamani kuwepo sehemu nzuri. Imekuwa ni tofauti sana kwa Waafrika kwa sababu kuna nyakati Waafrika hawathamini cha kwao, wanathamini zaidi vya wazungu. Kwa nini nimezungumza hivi? Aliwahi kuzungumza rais wa awamu ya pili wa Tanzania akisema kwamba Tanzania ni kichwa cha mwenda wazimu. Na story ya kauli hii au background ya kauli hii ilikuja baada ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kupoteza katika fainali katika dimba la hapa nyumbani Tanzania, ambako zamani palikuwa panaitwa Shamba la Bibi, ambako panafahamika kama Uhuru hivi sasa. Wakati Simba wanacheza katika fainali ya pili ambako ugenini walitoa sare ya bila kufungana dhidi ya hawa ambao wamecheza nao juzi hapa kwenye robo finali ya klabu ya kombe la shirikisho barani Afrika, akamtoa kwa maana ya Al Masry. Simba hivyo hivyo alishindwa kutamba katika dimba la nyumbani akiwa katika ardhi ya Uhuru kwa maana ya Shamba la Bibi, ilikuwa likifahamika hivyo, baada ya kutoa sare ya 2-2. Hivyo magoli ya ugenini yakamfanya Simba kuweza kupoteza baada ya ugenini kule kutoka kwa sare ya bila kufungana. Ndipo rais wa awamu ya pili wa Tanzania kipindi hicho alikuwa ndo rais ambaye anafahamika kwa jina la Ali Hassan Mwinyi akasema Tanzania ni kichwa cha wenda wazimu. Na mimi nakoti kauli hiyo, lakini pia si Tanzania tu kwamba ni kichwa cha mwenda wazimu, hapana, bali Afrika ni kichwa cha mwenda wazimu. Mpaka hivi sasa toka kuanzishwa kwa kombe la duniani hakuna timu ya taifa ya Afrika au hakuna taifa la Afrika hata moja ambalo limewahi kutoa kombe hili la dunia kote ulimwenguni. Imewahi kufanyika Afrika katika ardhi ya Madiba 2010, lakini hata hivyo baada ya kufanyika Afrika hakuna taifa la Afrika ambalo limewahi kuchukua kombe hili. Kwa nini nazungumza hivyo? Lakini pia nikirejea kwenye kauli za kocha mkubwa kabisa duniani ambaye sasa hivi anafundisha pale Uturuki katika klabu ya Fenerbahce, Jose Mourinho, Mreno huyo, aliwahi kuzungumza kauli moja akasema Afrika endapo wachezaji wake watarejea katika mataifa yao, basi Afrika inaweza ikabeba kombe la dunia. Na kwa nini alizungumza kauli hii? Kwa sababu Waafrika wengi wanayasaidia mataifa ya wazungu, mataifa ya Ulaya huko na pamoja na mabara mengine kama Amerika na wapi kuchukua kombe la dunia. Utakumbuka Ufaransa ni taifa ambalo linaongoza kuwa na Waafrika wengi sana au wageni wengi sana, lakini vile vile juzi kati hapa kuna mtoto mdogo kabisa ambaye alikuwa anatamba sana katika ardhi ya Hispania pale wakati Lionel Messi anaaga kuondoka katika klabu ya Barcelona. Yeye ndiye aliyekuwa na tamba sana kwa kipindi kile. Jezi namba 10 ilikuwa inahitaji kustaafishwa katika klabu ya Barcelona, lakini Lionel Messi akasema hapana, ni kweli mnani respect, ni kweli nimefanya makubwa sana ndani ya klabu ya Barcelona, ni kweli na deserve hichi ambacho mnataka kukifanya. Jezi namba 10 staafu, asitumie mchezaji mwingine yeyote, kwa sababu anaweza akaitumia mchezaji mwingine asifanye makubwa kama ambayo nimeyafanya mimi, lakini for the respect, kuna talent ambayo naiona iko vizuri sana, ni real talent ambayo ni ya kuzaliwa, na kama ilivyokuwa Catalunya ni sehemu ya kuzalisha vipaji. Asili ya Barcelona siku zote wao wanazalisha vipaji vyao, wanavitumia, tofauti na klabu nyingine kama Real Madrid. Wazee wa Galacticos wao ni kazi yao ni kuchukua talent ambazo zimekwisha kuiva kwa ajili ya kwenda kutumika. Kwa hiyo Lionel Messi akawaambia hapana, ninamwona kijana huyu akienda kufanya mazuri sana, naomba jezi namba 10 sistaafishwe, apewe kijana huyu. Na ni kweli alipewa kijana yule jezi nambari 10. Najua wengi mtakuwa mnamfahamu jina lake bwana, anaitwa Ansu Fati. Ansu Fati yeye wengi watasema majeraha ndio yamempoteza, lakini unaweza kusema majeraha amepata nafasi, ameenda England katika klabu ya Brighton, lakini pia nako hajavuma kivile, wengi wakimtetea kwamba ni majeraha. Imetofikia stage kwamba Lamine Yamal anaomba kufanyiwa sabu ili aingie tu Ansu Fati. Kwa nini nimemuingiza Ansu Fati hapa na Leo
Lionel Messi ni kwa sababu Ansu Fati baada ya kuwika pale Barcelona kwa muda mfupi aliamua kubadilisha uraia wake na kuamua kuitumikia timu ya taifa ya Hispania, kitu ambacho kilikuwa ni tofauti sana, na ndio maana nasema mimi Afrika ni kichwa cha wenda wazimu. Kwa hiyo baada ya kuitumikia Hispania alitumikia kwa muda mfupi sana, na mpaka hivi sasa hajaitwa tena kwenye timu yake ya taifa ya Hispania. Lakini angekuwa labda tuseme anaitumikia timu yake ya taifa ya Afrika ambayo ndiko chimbuko lake liliko, huenda angekuwa anaitwa na angekuwa anailetea manufaa timu yake ya taifa, kitu hicho ambacho kimekuwa pia tofauti kwa mchezaji wa Manchester United ambaye kwa hivi sasa kwa kocha huyu ndiye anayewika. Kila kocha anakuwa na nyota wake. Sasa kwa kocha huyu wa Manchester United, basi huyo ndio mchezaji ambaye anawika sana Ivory Coast. Najua pia mtakuwa mnamfahamu, alikuwa majeruhi lakini karejea. Sitaki kutaja jina lake, lakini ni moja kati ya nyota ambaye amesajiliwa Manchester United akaitumikia under 20 akatolewa kwa mkopo, lakini pia mara kama nini, lakini at the end of the day baada ya kuja kocha huyu akamtumia vizuri kabisa. Kwa hiyo yeye ndiye nyota wa kocha huyu ambaye yupo pale Manchester United kwa sasa, tofauti na kipindi cha Ten Hag alikuwa hapati nafasi kabisa. Na nyota ambaye alikuwa anatumika sana kwa Ten Hag alikuwa ni kina Garnacho pamoja na Dogo ambaye amechipukia pale katika klabu ya Manchester United ambaye ametoka under 20 ambaye anacheza katika kiungo Kobbie Mainoo. Lakini yote hayo mimi nimeyazungumza kwa sababu gani na kwa nini nayazungumza haya? Nadhani imefika wakati Afrika kuweza kuchukua, kila taifa kuchukua baadhi ya wachezaji wake ambao anaona wanaweza kumsaidia. Huenda tukapata kitu pia kwenye kombe la dunia lijalo ambalo ni mwakani 2026. Imekuwa ni furaha sana kuona wachezaji baadhi wanarejea, lakini pia mchezaji ambaye amewahi kunistaajabisha kuhama taifa lake alikuwa ni Tammy Abraham pamoja na ambaye walikuwa wanaitumikia Chelsea kwa wakati huo, wakahama timu yao ya taifa ya Nigeria wakaenda kuitumikia timu ya taifa ya England, lakini at the end of the day mpaka sasa hivi hawaitwi kwenye timu ya taifa ya England. Najua timu ya taifa ya England na wachezaji wengi na ni moja kati ya taifa ambalo kocha wa taifa hilo ana kazi ngumu sana ya kufanya, kwa sababu ana wachezaji wengi, ana wigo mpana wa wachezaji wengi kila maeneo kwa ajili ya taifa la England. Lakini sasa unapoenda kumuita hujui ni nani ambaye ataenda kukupa kitu kwa wakati huo. Kwa hiyo hata hawa kina Tammy Abraham ni kama walijiingiza kwenye mkenge wao wenyewe baada ya kwenda kuitumikia timu ya taifa ya England. Wameitwa mara kadhaa lakini mwisho wa siku ikawa ola. Sasa kuna mchezaji ambaye ameitumikia klabu ya Manchester United lakini kwa sasa hivi anaitumikia timu ya West Ham United. Nadhani unaweza ukawa unampata vizuri kabisa mchezaji huyu ambaye ameitumikia Manchester United kwa muda mrefu. Ni furaha sana kuona kwamba mchezaji huyu kwa mara ya kwanza anaitwa katika kikosi cha timu ya taifa moja kutoka ukanda huu wa Afrika. Mchezaji huyu ambaye amewahi kuitumikia Manchester United na sasa anaitumikia West Ham. Mchezaji huyu ambaye pia aliwahi kutumika katika timu ya taifa ya Uingereza kwa upande wa timu za vijana, lakini pia amewahi kuitwa kwenye timu ya taifa ya Uingereza baada ya kupata majeruhi toka 2019. Hajaitwa tena kwenye timu yake ya taifa ya Uingereza, lakini pia amewahi kuitumikia under 20 ya DRC mwaka 2015. Kwa hiyo utapata picha ni mchezaji wa aina gani huyo ambaye ninamzungumzia, ambaye kwa hivi sasa ana umri wa miaka 25. Licha ya kwamba mchezaji huyu ana umri wa miaka 20 umri wa miaka 27, ameitwa au ameorodheshwa kwenye kikosi cha timu ya taifa ya DRC kwa sasa, kikosi ambacho kiko na wachezaji 26. Kikosi hichi ambacho unaona kina Inonga Baka,
kina Fisto Kalala Mayele pamoja na wachezaji wengi ambao wanacheza huko katika mataifa ya wenzetu. Hivyo na yeye amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wameunganishwa katika timu ya taifa ya DRC kwa ajili ya kwenda kucheza katika michezo miwili ya kirafiki, lakini pia ikiwa ni maandalizi ya kombe la dunia 2026. Mchezaji huyo ni Wan-Bissaka ambao atacheza katika mchezo ambao Kongo watacheza na Mali, lakini pia DR watacheza pia na timu ya taifa bwana ya Madagascar. Na hii yote ni kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanaimarisha zaidi kikosi chao. Bado mataifa mengine hayajachelewa. Hata Tanzania pia tumeona kocha Ambrose alikuwa anajitahidi sana kuleta wachezaji mbalimbali ambao wako na asili ya Tanzania, licha ya kwamba sasa hivi tunaona wamerudi wengi wale ambao walikuwa wakitumika, lakini naona ni kama kitu ambacho kiko vizuri tukiendelea kuchukua zile damu za Tanzania kuja kutengeneza timu ya taifa pia ya Tanzania, lakini pia hata mataifa mengine barani Afrika yanapaswa kufanya hivyo ili kuweza kutengeneza vipaji zaidi na kuimarisha timu zao za taifa, ili kwa zile timu ambazo zitafanikiwa kushiriki kombe la dunia 2026 zisiende kutuangusha. Kama Morocco amefanikiwa kufika nusu fainali ya kombe la dunia 2022, inashindikana nini kwa timu nyingine kufika katika hatua hiyo? Wengi walikuwa wanaitarajia Senegal, wengi walikuwa wanatarajia timu nyinginezo, lakini hazikufanikiwa. Mwisho wa siku anakuja kufanikiwa Morocco. Hivyo timu za taifa zinatakiwa pia kujiwezesha sana na kujiimarisha sana ili waweze kujipanua vizuri kwenye upande wa vikosi vyao vya timu vya taifa. Kuna urahisi na kuna matunda mazuri baada ya kuwachukua wachezaji hao ambao wanacheza katika mabara ya wenzetu, mabara ya Ulaya huko, kwa sababu wako na vitu vingi sana na wanakuwa wamekulia katika chimbuko na asili ya soka. Wanalijua soka vizuri, tofauti na wachezaji wengine hapa Afrika wanakuja kuanza kucheza mpira wakiwa wakubwa. Hivyo naona ni vizuri sana na nawapongeza sana DRC kwa kazi nzuri ambayo wameifanya. Lakini pia bwana, kitu kingine ambacho kimenifurahisha sana ni kuona ni moja kati ya mchezaji ambaye amecheza kwenye klabu kubwa kama Manchester United, klabu ambayo inaongoza kwa mashabiki duniani. Kwa hiyo ni moja kati ya nafasi nzuri sana. Kama inawezekana timu za taifa za Afrika zirejeshe majeshi yake, huenda kile Jose Mourinho ambacho amewahi kuzungumza kikazaa matunda. Niambie ni mchezaji gani ambaye unaona yuko na asili ya Tanzania ambaye akija kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania kuna jambo linaweza likaongezeka kwa upande wa timu yetu ya taifa ya Tanzania. Wapo wengi sana, lakini pia kuna wale ambao wako na vigezo vya kuweza kushiriki. Kuna watu wanasema kama hajaitumikia timu ya taifa sijui inawezekana, kama sijui timu ya taifa nyingine inawezekana, kama sijui nini inawezekana. Lakini mbona hii kwa wenzetu inawezekana? Kama Mason Greenwood aliweza kuamua kuacha kuitumikia timu ya taifa ya Uingereza akaenda kutumikia timu nyingine, kwa nini Afrika ishindikane? Wakati hiyo kwa wenzetu inawezekana, licha ya kwamba hivi sasa Mason Greenwood Uingereza inafanya jitihada za kuzungumza naye ili wamalize tofauti zao, kijana arudi kuitumikia timu ya taifa ya Uingereza. Unaona ni jinsi gani ambavyo wenzetu wanathamini talent, wanathamini pale ambako wanaona hichi ni kitu ambacho kinaweza kikatuletea matunda mbeleni. Kwa hiyo hata Afrika tunaweza pia tukafanya hivyo. Moja kati ya talent ambayo Tanzania tumeipoteza ni Paulsen ambaye anakipiga katika klabu ya RB Leipzig na ambaye ndiye aliyekuwa anataka kuwanyima ubingwa msimu wa 2024 2025 Bayern Munich baada ya kuweza kusawazisha goli na ngoma ikaisha 2-2. Wapo wachezaji wengi. Wewe ni mchezaji gani ambaye unaona akiitwa kwenye timu ya taifa ya Tanzania anaweza kuja kuisaidia timu ya taifa ya Tanzania na hata tukafika mbali? Si AFCON tunaenda mechi zote tunakung'utwa, hapana, lakini pia si kutokushindwa kushiriki kombe la dunia. At least tu hata sisi tufuzu pia kombe la dunia, hata tukienda kutia aibu fresh tu, lakini tuwe tumequalify kwenda kushiriki World Cup, na hilo linawezekana. Niambie ni wachezaji gani ambao unadhani wewe wakishiriki au wakiitwa basi
basi wanaweza wakaisaidia timu ya taifa ya Tanzania. Kongo wao wameanza na Wan-Bissaka kama fullback wa kulia, lakini pia usije ukashangaa kuona pia wanaongezwa wachezaji wengine na mataifa mengine, na hiyo yanafanya jitihada za kuongeza wachezaji wengine. VICA 7 Vika 7 langu jina. Kwa habari na matukio mbalimbali endelea kubaki na sisi.